kinywa chako kimebeba uzima na mauti. Biblia inatambua hivyo. Kinywa cha mtu kimebeba uzima na mauti. Kinywa cha mtu sio jambo la kutania. Kazi yake sio kula ugali tu, pia kimebeba uzima na mauti. Mungu Baba amekistahilisha kinywa chako, ameyastahilisha maneno yako, ameapa neema maneno yako. Ukiyasema hali unaamini moyoni kwamba hayo unayosema yatatokea. Namna ya kujiunganisha na ulimwengu usioonekana, nguvu ambazo ziko kwenye ulimwengu usioonekana kwa macho, ni kusema. Kwa mfano, usiseme baba naomba kuwa tajiri. Ni vizuri, lakini ni vizuri zaidi ukasema napokea utajiri. Napokea wokovu. Ungesema nataka kuwa na wokovu, lakini ukasema napokea wokovu. Unajiunganisha haraka zaidi na ulimwengu usioonekana kuliko ukasema nataka kuwa na gari. Ungesema napokea gari, unakwenda kasi yako inaongezeka, inakuwa 4G. Kusema napokea na nataka kuwa na gari, nataka kuwa na nyumba, nataka kwenda mbinguni, tofauti. Ungesema napokea mbingu, naipokea mbingu. Na hasa akisema mtu mwenye imani ya kiwango chako. Jua Mungu Baba hahitaji imani kubwa, anahitaji imani ndogo kama ya chembe ya haradali. Kwa nini unasema useme tu nakataa kuamkia? Kwa nini useme hilo? Na tukaita operation maalum ya kukataa kuamkia. Sababu Yesu alisema msipayuke. Manake msiwe na maneno mengi ambayo hayatoki moyoni. Nafuu useme machache au moja, lakini limetoka ndani ya vilindi vya moyo. Sawa. Kwa unasema kuwa Mungu ni waajabu sana. Anakuwa mbele yako, unamuona, afu anasema nitafute. Maajabu yako hapo. Anasema Mungu anajua mahitaji yenu kabla mjaomba, lakini usipoomba hakutimizi mahitaji yako. Ndio maajabu ya Mungu. Kwa usiseme mambo mengi kana kwa Mungu ajue mahitaji yako. Sema tu nakataa kuamkia. Kama imani yako haba, basi sema pamoja na chifu mzee wa upako, nakataa